Bwana, moja ya stori kubwa sasa hivi ni tetesi za usajili kuelekea katika dirisha kubwa la usajili kwa ajili ya msimu unaofuata wa 2025 2026. Lakini moja ya nyota ambao wanazungumzwa sana ndani ya ardhi ya Tanzania katika klabu za Tanzania ni Ibrahim Keita, huyu mlinzi wa TP Mazembe na timu ya taifa ya Mauritania. Lakini pia aliwahi kuzungumzwa Phili Traore akihitajika na hizi klabu kubwa za Tanzania. Sasa basi, jana siku ya tarehe 29 sawa na Alhamis, Tanzania ilipokea ugeni ambao ni management ya nyota hawa wawili. Kumbukwe Ibrahim Keita ni nyota ambaye anasimamiwa na management inayoitwa Sababu Sports Management. Hii ni management kutoka Mali, yani wenyewe wanatoka Mali, Afrika ya Magharibi, lakini wanaishi Ufaransa. Kwa hiyo sehemu ya timu yao imeingia Tanzania jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere International Airport, na wameingia. Sasa kuingia kwao kunatoa maswali mawili. Binafsi nimefanya kila jitihada za kujua kwamba kuingia kwao wanakwenda kufinalize deal na nani, kwa maana upande wa Young Africans ama upande wa Simba. Na je, deal hii inamhusu nani, Ibrahim Keita au Phili Traore? Ikumbukwe, tukianza na Ibrahim Keita ni nyota, ni mlinzi, of course watu wanamfahamu, tumeshamzungumzia sana, lakini kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kumfahamu, ni fullback wa kulia wa TP Mazembe, ambaye pia ni fullback wa kulia wa timu ya taifa ya Mauritania. Huyu ni nyota ambaye anamaliza mkataba wake kwenye kikosi cha TP Mazembe mwishoni mwa msimu huu wa 2024 2025, na hana mpango wa kuongeza. Na tunapozungumza, ligi ipo katika playoff round, yani ndo ligi inaishia, wapo katika hatua za mwisho kumaliza ligi. Kwa hiyo ligi itakapomalizika, naye atakuwa free agent baada ya kugoma kuongeza mkataba na kikosi hicho cha TP Mazembe. Management ambayo ilikuwa nayo mwanzoni ilikuwa ikimsisitiza kuendelea kusalia ndani ya TP Mazembe, na mwenyewe hakuwa tayari kuendelea kusalia kwenye kikosi hicho. Akabadilisha management, ndo akaingia kwenye hii management mpya ya Sababu Sports Management, na ambayo ndo sasa hivi inahangaika kuona anatafuta wapi deal nzuri ili aweze kwenda kufanya kazi huko. Sasa Ibrahim Keita ni nyota ambaye klabu ya kwanza kumuhitaji ndani ya Tanzania ni Simba Sports Club. Hawa ndo wa kwanza, Simba. Klabu ya pili kumuhitaji ndani ya Tanzania ni Singida Black Stars. Singida Black Stars. Na klabu ya tatu kumuhitaji ni Yanga Afrika. Sasa basi, kilichotokea, Simba walifanya jitihada za kumhitaji tangu dirisha lililopita, kwa sababu ikumbuka huyu ana mkataba, alikuwa na mkataba mwaka mmoja kwa maana ya msimu huu wa 24-25. Lakini kwa sababu ana mkataba, walifanya mawasiliano na TP Mazembe ili kuweza kumnunua kwa mkataba mwaka mmoja ambao umesalia, kwa sababu Mazembe alikuwa anapambana kumpa mkataba na mwenyewe hakuwa tayari kusaini mkataba mpya. Hivyo basi Simba waliona kuna loophole, kuna nafasi ya wao kuweza kumpata Ibrahim Keita ili aweze kuingia kwenye kikosi chao na kwenda kuongeza nguvu. Lakini Singida Black Stars, baada ya kuondoka Isra Patrick Mwenda, na wenyewe pia wakataka mlinzi mwingine. Of course Ande Kofi Serel yupo, lakini wakawa wanahitaji mlinzi mwingine mwenye nguvu zaidi kwa ajili ya kwenda kucheza katika lile eneo. Lakini taarifa rasmi ni kwamba Singida wamejitoa katika hizi race za Ibrahim Keita, na wao wamejitoa, Young Africans wakaingia. Young Africans wakawa wamefanya mawasiliano na management yake ambao ni Sababu Sports Management kwa ajili ya kumpata nyota huyu na kwenda kuongeza nguvu kwenye timu yao. Sasa tunapozungumza ndo hivyo, dirisha linakuja maana yake, lakini misimu ya ligi inaisha kwa maana ya Tanzania na kule DR Congo. Sasa basi, Young Africans fullback wao wa kutumainiwa wa upande wa kulia ni Yao Kwasi Atola, ambaye kimsingi tunafahamu yupo katika majeraha ya muda mrefu. Hivyo basi kuna uwezekano Yao Kwasi asiwepo katika mpango wa msimu ujao kutokana na majeraha yake, na wanahitaji nguvu nyingine. Wana fullback wengine wazuri, lakini wanahitaji competition zaidi kwa kuongeza fullback mwingine ambaye ndo anatajwa Ibrahim Keita. Na moja ya viongozi wa Young Africans aliwahi kuthibitisha kabisa kwamba wapo katika stage nzuri za kumpata huyu mchezaji kwa maana ya Ibrahim Keita. So Young Africans kwa sasa inaonekana kwenye resi kama wako mbele, lakini ujio wa hii management unaacha maswali. Ni Yanga peke yake? Kwa sababu Simba ndio timu ya kwanza kumuhitaji Ibrahim Keita. Mambo yatakuwa vipi?
basi tunaziacha hizi timu mbili zitakuja kuoneshana msuli katika kumpata Ibrahim Keita, but ni bonge moja la fullback. Sasa basi tukiachana na Ibrahim Keita, mwingine ni Fili Traore. Fili Traore ni mshambuliaji ambaye anacheza kwenye kikosi cha Al Sahel ya kule Libya. Ni mshambuliaji wa kimataifa wa Mali ambaye kwa sasa ndo kinara wa mabao katika ligi kuu ya Libya, lakini kama haitoshi, msimu uliopita aliibuka mfungaji bora wa ligi kuu ya DRC. Na tuliwahi kuja katika jukwaa hili tukawahi kumzungumzia Fili Traore na tukazungumza possibility ya yeye kwenda kujiunga na Wydad Casablanca. Timu za ndani zinamhitaji kwa maana ya Young Africans wanahitaji na Simba pia, lakini Fili Traore nguvu kubwa ilikuwa inaonekana kwamba ana uwezo wa kwenda kujiunga na Wydad Casablanca. But Wydad Casablanca kikosi chao tayari wameshakimaliza, kwa maana kile kikosi ambacho kinakwenda kucheza fainali za kombe la dunia wameshakisajili tayari, na tayari wameshaanza pre-season kwa ajili ya kujiwinda na michuano hiyo, na tayari katika safu ya kushambulia wameshasajili wachezaji kadhaa katika hilo eneo la mbele. Kwa hiyo nafasi ya Fili Traore inaonekana kama ngumu. Simaanishi kwamba hawezi kwenda Wydad, lakini kwa sasa tunapozungumza inawezekana ikawa ni kitu kigumu sana. Sasa huyu bwana ana mkataba na klabu yake Al Sahel, lakini mkataba wake unaeleza endapo itatokea timu yenye dau kubwa, kuna kiwango cha fedha ambacho sijakifahamu kiasi gani, lakini kuna kiwango cha fedha katika mkataba wake. Timu ikifikia kiwango hicho, basi itamruhusu Fili Traore aondoke. Kwa hiyo release clause yake haionekani kama ni changamoto kubwa, kwa maana ya kuondoka. Kuna uwezekano mkubwa wa Fili Traore kuondoka kwenye kikosi hiko cha Al Sahel. Ni mshambuliaji ambaye ameprove katika ligi mbili, tena ligi moja ni ya DRC ambayo ni Sub-Saharan, na ligi moja ni ya Afrika Kaskazini ambayo ni ligi ya Libya. Kwa hiyo kuingia kwa hii management ya Sababu Sports, maana yake ni kwamba kuna green light, kuna dalili ya nyota hawa wawili kuwaona ndani ya Tanzania. Inawezekana ikawa wote wawili au inawezekana ikawa ni mmoja katika wawili hawa. Sasa basi ukiangalia nyota hawa wote wawili wanatokea Afrika ya Magharibi, na kimsingi ukitaka safu yako ya ulinzi, timu yako ukitaka safu yake ya ulinzi upande wa kulia iwe bora, basi make sure una Ibrahim Keita. Ni mlinzi wa kulia ambaye ana ubora wa hali ya juu. TP Mazembe walimsimamisha Ibrahim Keita, Hussein Badamasi kiungo wa kushambulia, Erne Luzolo Sita na Marcel Ngimbi Vumbi. Waliwasimamisha na wakawarudisha kipindi kile timu iko Kinshasa, wakawarudisha Lubumbashi, lakini baadaye wakasamehewa nyota wote na kwenda kujiunga tena na kikosi cha TP Mazembe, na sasa tunapozungumza hawa nyota wote wapo kwenye squad ya Tupwisa Mazembe kwa ajili ya kumalizia hapa paliposalia. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu, ni mchezaji mzuri ambaye ana experience pia na michuano ya kimataifa. Ameshacheza finali za AFCON, ameshacheza pia ligi ya ndani, ligi ya ngazi ya klabu, ikiwemo msimu huu alikuwepo katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, TP Mazembe akishia katika group stage ya Champions League. Fili Traore pia na yeye ana experience kwenye national team ya Mali, huwa anaitwa unajua Mali sasa hivi amebadilisha kocha. Wakati ule alikuwa Eric Chelle ambaye yupo kwenye kikosi cha Nigeria kwa sasa hivi. Wana kocha mwingine Tom Saintfiet ambaye Fili Traore ameshaonyesha green light ya kumuita. Mara ya kwanza alimuita kwenye provisional squad, lakini ni mchezaji ambaye anachezea timu ya vijana chini ya umri wa miaka 23 ya Mali. So ni miongoni mwa bidhaa muhimu kuwa nazo. Huyu amesha prove kwenye kufunga, huyu amesha prove katika ulinzi. Wote hawa ni wawili. Sasa swali linabakia, je, hii management kuingia Tanzania wanakwenda kumalizana na nani ambaye anawahitaji hawa nyota wawili? Kwa sababu management ina wachezaji na wasimamia. Sasa hivi wana wachezaji kama 6-7 hivi. Nimekwambia hii management ni mpya, kwa hiyo wana baadhi ya wachezaji. Sasa kuwa na wachezaji hawa maana yake inawezekana ikawa ni hawa ambao tunawafikiria sisi ambao wanahusishwa sana ndani, au inawezekana ikawa nje na hawa. Lakini tukienda kwenye eneo la klabu, inawezekana ikawa ndio kweli Simba na Yanga wanahusishwa na nyota hawa wawili, au kuna timu nyingine. Tanzania kuna timu zaidi ya hizi ambazo tunaziona hapa. Kuna Azam FC pia wana msuli wa kuwa na material ya wachezaji kama hawa. Kwa hiyo so far tujue kwamba
sababu sports management imeingia Tanzania, lakini tunasubiri kuona final result, neno la mwisho kutokana na hao uingiaji wao hapa, watamalizana itakuwaje? Kumbukwe Keita Ibrahim anahusishwa na klabu nyingi, sio tu za Tanzania, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo kadri muda unavyozidi kwenda, tutazidi kupata taarifa na kuja hapa kwa ajili ya kuzichakata na kujua nini kimeendelea. Kama nyota katika hawa wawili atakuwa hapa Tanzania for the next season au mambo yatakuwa tofauti. Hii ni Mzinga Sports.